nikijingata damu inatoka, naweza nikanyonya ile damu kwa muda dakika hata 5. Utatuambia unaitwa nani, umetokea wapi, ulikuwa na changamoto gani mpaka sasa hivi, nini Bwana amekutendea kupitia mtumishi wa Bwana na kupitia huduma hii? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Olgan, ni mzaliwa wa Moshi lakini kwa sasa naishi Dar es Salaam. Napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu na ajabu ambayo amenitendea katika maisha yangu. Nakumbuka nilipokuwa na miaka 16, nilipatwa na changamoto ya ajabu ambayo kwa kibinadamu haielezeki. Ile changamoto, nilikuwa nikikaa hivi naanza kusikia harufu ya damu. Nikisikia harufu ya damu naenda kuchukua kisu au wembe, najikata katika mkono wangu, basi damu zikitoka na zinyonya zile damu zangu. Hiyo changamoto imenisumbua, ikanitesa kiasi kwamba nilikuwa mimi nakaa mimi kama mimi mwenyewe. Ilikuwa inanifanya nakaa mimi kama mwenyewe, yani kukaa na watu nikaa naona ni shida, kwa sababu ile hali ilikuwa ikinitokea naweza nikamzuru mwenzangu. Ndio maana nilikuwa nakaa mbali na wenzangu. Watu wakawa wanasema kwa nini Olga anapenda kujitenga, walikuwa hawajui shida nini. Ile shida nikawa naijua mimi mwenyewe, lakini ile shida ilinipelekea nilikuwa nikikosa wembe ama kisu nitajingata mwenyewe katika mkono wangu, hadi alama zipo katika mkono wangu mpaka sasa. Unajingata na meno? Najingata na meno yangu mwenyewe. Nikijingata damu inatoka, naweza nikanyonya ile damu kwa muda dakika hata 5. Basi nikishajinyonya ile damu nakaa sawa, najisikia amani. Yaani ukinyonya damu unakaa sawa? Ndio nakaa sawa, najisikia amani. Ile hali imenisumbua, nikaa natembea na silaha, natembea na wembe kwenye mfuko wangu. Ile hali ikinipata nikiwa shuleni, nachukua wembe ule najikata katika mkono wangu, damu zinatoka, basi nazinyonya zile damu, ndio naanza kupata amani. Kwa wakati huo hiyo hali ulikuwa unaifurahia au ilikuwaje? Kwa kweli nilikuwa sifurahi, kwa sababu nilikuwa najua na mbona mimi niko hivi. Ilikuwa inanifanya hadi najitenga, kukaa na wenzangu naona shida, kwa sababu ile hali ikinipata naweza nikamzuru kama ni pembeni yangu alipo, naweza nikamzuru ili nipate ile damu. Ili nisimzuru nikaa nakaa mbali na wenzangu na natembea na huo wembe ili niweze kujinyonya damu yangu. Hiyo hali imenisumbua, hadi kula nyama ilikuwa ni shida. Nilikuwa siwezi kula nyama kabisa. Lakini namshukuru Mungu, baada ya kuja katika huduma hii, mtumishi wa Bwana amenidumia sasa na miaka 2 sijai kuona damu yangu. Namshukuru Mungu. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi zaidi. Na mpaka leo zile alama zipo? Mpaka leo zile alama hizi hapa, namshukuru Mungu, zimepungua. Lakini kwa ndani huku ukiangalia mkono wangu wote ulikuwa una chanjo. Lakini alama zilizobaki ni hizi za meno ambazo nilikuwa najingata kwa meno yangu mwenyewe na natoa damu yangu mwenyewe. Mkono mmoja tu? Nilikuwa ni mkono mmoja wa kushoto tu ndio nilikuwa na uchanja na kujingata. Na maumivu nilikuwa siyasikii kabisa, baadaye sana ndio nakuja kuona maumivu. Na vidonda hivi vilikuwa vinadumu, nikijingata na meno yangu vinatoa usaha, na nilikuwa na vinyonya mimi mwenyewe, nilikuwa hata sioni kinyaa wala nini. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, na zaidi ya miaka 2 toka kuhudumiwa katika hii huduma sijawahi kujinyonya damu yangu mwenyewe wala sijai kuona damu yangu. Namshukuru Mungu, na nyama sasa hivi nakula sana nyama. Mtu ambaye nilikuwa sili nyama, nikiangalia nyama hivi nachukia, naondoka. Lakini sasa hivi nakula nyama, namshukuru Mungu. Tumshangilie Bwana Yesu. Mpigie Bwana Yesu kelele. Amen. Unajisikiaje sasa hivi? Changamoto hiyo haikutokei tena? Najisikia amani sana, namshukuru Mungu. Unaweza kuwaambia nini wale ambao wanakusikiliza wasaa huu? Kwa kweli cha kuambia wale wanaosikiliza, mimi kama Mungu amenitendea mambo ambayo yalikuwa ni ajabu. Napenda kusema wewe unayenisikiliza, sijui una changamoto gani inayokusumbua, njoo katika hii madhabahu, Mungu kweli yuko mahali hapa. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi zaidi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Asante sana kwa ushuhuda wako. Amen.